Dunia imejaa matukio kadha wa kadha ya kushtusha na ya kustaajabisha zaidi. Hizi ni kama hadithi za Abunuwasi. Wengine husema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hapa tutamsoma mtu mmoja aliyewahi kuishangaza dunia kwa kupigwa na radi zaidi ya mara 3, na baada ya kuzikwa kwake kaburi lake likapigwa na radi pia. Huyo ni askari wa Uingereza ajulikanaye kwa jina la Walter Summerford, aliyeshiriki katika vita ya kwanza ya dunia mnamo mwaka 1914. Mwaka 1918, askari huyo wa Uingereza akiwa katika harakati za mapambano akiwa juu ya mwanafarasi, ghafla radi ikapiga pale pale, farasi yule akafa. Lakini Walter Summerford, mpiganaji wa Uingereza, akapata stroke ya kiuno. Baada ya ajali hiyo, Walter Summerford ikabidi astaafu jeshi kutokana na kutokuwa na uwezo tena wa kupambana, na alianza maisha yake huko Vancouver nchini Canada. Baada ya miaka kadhaa mbele, ikiwa ni mwaka 1924, siku moja akiwa amepumzika chini ya mti, alipata mshtuko mkubwa. Hii ni baada ya radi kumpiga tena na kufanya mti aliyokuwa amekaa kuchanika mithili ya toothpick, njiti za kutolea uchafu kwenye meno. Hii ikasababisha mwili wake wote kupoza. Baada ya miaka kadhaa mbele, mwaka 1926, matibabu yakiendelea, akitumia muda mwingi kufanya mazoezi ya kutembea ili kujiimarisha zaidi. Katika mwaka 1930, wakati askari huyo wa Uingereza alipoamua kwenda matembezini, mara ghafla wingu zito likatanda, mvua kubwa ikaanza kunyesha. Kwa mara ya 3 katika maisha ya Walter Summerford, mpiganaji huyo wa Uingereza alipigwa na radi kwa mara nyingine. Mara hii alipooza mwili mzima na hakupata nafasi tena ya kupona. Alikuwa mtu wa kulala tu hadi ulipofika mwaka wa kuondoka kwake duniani, mwaka 1932, na kuzikwa katika makaburi ya Mountain View huko Vancouver nchini Canada. Familia ya mpambanaji huyu hodari Walter Summerford, mpambanaji wa Uingereza, familia hiyo ikiamini kuwa mpendwa wao amepumzika kwa amani baada ya kuteseka kwa muda sasa. Lakini kumbe haikuwa hivyo. Usiku wa manane, ikiwa ni sherehe za Christmas katika mwaka 1936, ikiwa ni miaka 4 tangu kufariki kwa mpambanaji huyo na miaka 6 tangu kupigwa radi kwa mara ya mwisho. Safari hii tena mvua kubwa ilinyesha, upepo mkali ukavuma, ikatokea radi ikapiga tena kaburi lake na kupasuka vipande 5. Kaburi hilo lililokuwa limejengwa kwa uimara zaidi. Huyu ni Walter Summerford, mpiganaji wa Uingereza, mpiganaji hodari. Hii kweli inastaajabisha. Bila wasiwasi, mimi naondoka kwa sasa. Jina langu ni Captain Fandol Steven. Saleni Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.